Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu watazamaji wa Al-Aqsa Media, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia niweze kumshukuru uongozi mzima wa Al-Aqsa ukiongozwa na ndugu yangu Mwenye Kayoka kwa kuweza kunikaribisha, lakini pia nashukuru kwa fursa hii. Leo nimefika hapa kuzungumzia jambo moja ambalo kiufupi linakera na ni jambo zito, lakini linachukuliwa kimasihala au niseme labda linachukuliwa kwa wepesi. Na jambo lenyewe ni lawama. Bila shaka lawama hizi zinaenda moja kwa moja kwa wahusika wafuatao, wahusika wa barabara. Na kwa nini niseme hivyo? Najua na ninatambua kwamba bajeti, masuala ya barabara yanazingatia bajeti kupangwa hasa zinapotakiwa muda mwafaka. Kama bajeti haijatoka basi huwezi kuwalaumu, lakini na walaumu ili kwa mashimo ya barabarani. Na jambo hili ni linakera, lakini pia ni hatari. Na miongoni mwa ninaowalaumu, kwanza kabisa lawama ziende na hili na laumu fika kwa sababu ni mambo niliyoyaona yanawezekana, kwa sababu yanawezekana aidha kwa muda mfupi na ikachukuliwa kama ni dharura. Mfano kwa serikali kwa maana ya Wizara ya Ujenzi, lakini pia kuna TANROADS, kuna TARURA kwa maana ya vijijini, lakini pia wakati mwingine tunawalaumu wakandarasi kwa sababu ndio waliosababisha barabara ikawa na mashimo. Kwa nini kwingine kujitoboka, kwingine kuwe na mashimo? Maana yake huenda kuna jambo halikufanyika kwa ubora. Lakini pia wakati mwingine watumiaji wa barabara. Watumiaji wa barabara kwa maana ya madereva, wakati mwingine wana overload, kwa maana wanazidisha mizigo, ndio inatokea masuala ya mashimo barabarani na vitu kama hivyo. Lakini kingine inakuwa ni kama sababu hali ya hewa, lakini pia hali ya hewa itabeba huku juu, mfano wa watengenezaji wa kandarasi wa barabara. Lakini pia kuna ukiacha watumiaji wa barabara, waangalizi wanaounda masuala ya usimamizi wa barabara kwa ujumla. Na wakati wa kusema hili nizungumze, ndugu msikilizaji au mtazamaji, moja kwa moja niende kujikita kwenye madhara. Unajua huenda watu wakaangalia tu madhara kwamba labda ajali, vitu ambavyo havitokei. Ndugu zanguni, kuna kitu kinaitwa service. Hizi service mara nyingi madereva, wamiliki wa magari wananunua vipuli mara kwa mara. Tuanzie tu na hapo madhara. Kwa wahusika, maana yake kama ni meneja wa TANROADS, kama sijui ni waziri wa ujenzi, kama ndio wanahusika kuziba yale mashimo. Kitu ambacho mimi binafsi na uhakika kwamba kuna dharura ile. Kuna mafungu mengi kwenye hizo, kama ni wizara au kama ni manispaa au kama ni vijijini. Kwa nini hili jambo hawalichukulii uzito mpaka pale inapotokea ajali ndo wataona tunakumbuka kuna ajali moja iliyowahi kutokea barabara ya Mbeya, ilisababishwa dereva anahangaika kukwepa mashimo, anakwepa shimo anasahau mpaka kumpisha mwenzake, ikatokea wamefanyaje, wamegongana. Na hizo zinatokea mara nyingi tu. Lakini kwa nini hazizibwi haya mashimo? Hayazibwi. Kwa nini hatujengi ufa? Hatuzibi ufa, tunasubiri kujenga ukuta. Hebu chukulia hizi lawama zote, na wakati mwingine tunakosa baraka. Mfano nikianza upande wa kidini. Upande wa kidini kwanza mimi naona ni dhambi, kwa sababu kwanza ina athari wale wapita njia, abiria waliomo kwenye magari, kule kulalamika, gari nyingine zimebeba wagonjwa. Kuna wakati mwingine gari hata ya wagonjwa wa ambulance kuna sehemu haiwezi kukwepa. Yani ikikwepa either itumbukie nje ya barabara, itoke nje ya barabara au igongane na gari. Kwa hiyo lazima tu itakita shimo. Mgonjwa huenda akaingia kwenye madhara zaidi ya alikotoka. Hayo yote yanamfika yule msimamizi muhusika ambao alitakiwa afanyaje, ajitahidi. Kama ni mkurugenzi ajitahidi sehemu ile barabara. Kama ni meneja wa TANROADS ajitahidi sehemu ile izibwe kwa dharura yoyote ile, kwa pesa zozote za dharura. Tunasaini hela nyingi, tunasaini fedha nyingi za semina, vikao vingi. Kwa nini
tusibadilishe hizo fedha tukaweza kuziba mashimo. Na wakati mwingine tunawapa fursa wananchi wakaanza kulaumu viongozi wa juu. Viongozi. Na mara nyingi wakati mwingine sisi pia tunakosea. Yaani hata mashimo madogo kama yale, lawama kwa rais au kiongozi mkuu au waziri wa ujenzi, kumbe issue ilikuwa ni ya TARURA vijijini pale. Fungu lenu, hebu ya mafungu tuyatumie vizuri. Sasa lakini pia unakuta lawama nyingine, mfano wote wanaonunua vipuli vya magari, hizi fedha huenda angenunua maskini mtu gari yake ndo kigari kimoja tu, anafanya biashara au kibajaji chake, anahangaika ananunua vipuli, mara shock up zimefanyaje sijui nini, kumbe ile hela angeenda kuongeza akajiongezea kipato chake akafanya mambo mengine. Hizi zote kwa mujibu wa dini, kwa elimu yangu ndogo, inarudi kwa yule muhusika. Kama alifanya uzembe, ndugu zangu mameneja, ndugu zangu wasimamizi wa hizo barabara, kama kuna uzembe umefanyika, haya yote yanakurudia. Mgonjwa sijui dhara limemtokea, sijui abiria mwingine katenguka nyonga, gari imekita shimo, dhara linatoka. Achana na hizi ajali ambazo za kugongana tunasikia za vifo, kuna madhara mengi ambao mengi yanatokea kila siku kwa hayo mashimo. Hizo zote zinarudisha nyuma uchumi wa nchi, pia zinarudisha nyuma uchumi wa mtu mmoja mmoja. Ndugu mtangazaji, mimi naziweka lawama hizi, tuache zile ajali kubwa kubwa, naziweka lawama hizi kwenye vitu vidogo vidogo, kuanzia mtu mmoja mmoja, watu wa mabodaboda, the way vifaa vyao vinavyoharibika. Lawama zote hizi zinakwenda kwa msimamizi muhusika wa hizo shughuli. Huenda watu wengi wanaangalia zile, ikitokea ajali wanaangalia mambo yale mazito, lakini mimi leo nimeamua kusema haya mambo ambayo hayaonekani, huenda hata kelele zake usizisikie, lakini hizo ni kelele, ni dua mbaya kwa muhusika. Hawa wanafanya nini? Dua mbaya zile. Huenda mtu anashangaa kiongozi labda unaugua maradhi ya ajabu, kumbe dua mbaya. Huenda mambo yako hayaendi, huenda wakati sometime mambo yanaweza akawa yanaenda, lakini mbele za Mwenyezi Mungu kesho mtu atashangaa, anakuja kurundikiwa madeni, anakuja kurundikiwa mambo makubwa. Bwana ulifanya hivi, ulimtengua kiuno mtu, kumbe shimo wewe kuziba la barabara. Sijui ulifanya mgonjwa fulani badala ya kufika hospitali alifia njiani, kumbe ni mashimo yako uliua. Ndo mambo kama hayo. Sijui kuna mtu ulimfanya akawa maskini, mambo kama haya, kumbe mtu kachombo chake kimoja tu ndo anakitegemea hicho kibajaji chake, kila siku kinakita mashimo maskini. Service ilitakiwa idumu miezi 2, service baada ya wiki 2 umemrudisha nyuma. Mimi moja kwa moja lawama hizi nizipeleke mfano, kuna barabara 2 kwa kweli zina mashimo sana, hebu zifanyiwe utafiti, zifanyiwe haraka yale mashimo. Barabara baada ya Makambako mbele huku unavyoelekea Mbeya kuna mashimo sana, lakini kuna barabara nyingine nimepita tarehe 20 mwezi wa 3 2026, barabara ya Njombe. Haina mashimo mengi, lakini ni makubwa, marefu. Shimo moja linaweza likawa linafika futi 1 urefu. Imagine mtu anakita hapo, either bodaboda au bajaji inakita hapo. Na waona jinsi bajaji wanavyohangaika, yani bajaji wanahangaika wakati mwingine kukwepa yale mashimo. Kile kipande kuanzia Makambako kwenda Njombe hivi, kuna baadhi ya kipande ni kibaya sana pale. Wahusika kama ni meneja ile barabara ile vizuri, ni TANROADS au TARURA, wahusika kama ni mkurugenzi au vipi, waiangalie kwa jicho la makini. Wanaumiza wananchi, wanarudisha. Kama ni upande wa vyama pia, kwa wahusika wa chama, wanarudisha chama nyuma. Watu wanajua ndo chama akifanya kitu. Kama ni serikali, wanamtukanisha kiongozi wetu mkuu, kwamba watu wanamtukana au wanamlaumu rais, kumbe maskini ni sehemu ambazo ziko chini ya uwezo labda wa serikali ya kijiji au serikali ya mtaa au mkurugenzi manispaa. Kwa hiyo wahusika wa maeneo hayo, mimi ninaomba kwa kweli wayafanyie kazi. Ni vitu vinaonekana wanavinanii, huenda labda wenyewe kwa sababu wanapanda zile gari kidogo, mashallah, mashock up makubwa, lakini kwa wananchi wa kawaida wanaumiza sana. Na barabara ile ya Njombe kutoka Makambako kwenda Njombe ni nyembamba. Sasa imagine barabara nyembamba, lakini pia ina mashimo. Lakini pia wembamba wa barabara zile, naomba kama kuna kitu hawajakiangalia au wanakisubirisha,
basi hicho kitu wakifanyie mapema. Mimi kama mtu wa level ya chini kabisa, mwalimu, nimejaribu kuangalia nikaona hapa wananchi hawatendewi haki na wale viongozi wahusika wa maeneo hayo. Shukrani.